Kwa kutambua umuhimu wa kuwa na wataalamu wa kutosha katika sekta hii ya uchukuzi, hasa kwenye usafiri wa anga, serikali ya awamu ya sita inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeongeza ndege nyingine 3 kwa ajili ya mafunzo ya urubani. Zamani Watanzania wengi walikuwa wanakwenda kupata elimu hiyo nje ya nchi, ambayo gharama zake zilikuwa ni kubwa sana. Leo hii fursa zimetoka hapa NIT, na nachukua fursa hii kuwaomba Watanzania sasa waje hapa NIT. Kozi inayofanyika urubani iko kwenye viwango vya hali ya juu na inatambulika. Aidha, nimefurahi pia kusikia ujenzi wa kampasi ya Kilimanjaro umeanza na matayarisho ya ujenzi wa kampasi ya Lindi yanaendelea vizuri. Pongezeni sana chuo chetu kwa kazi kubwa mnayoifanya. Serikali kupitia Wizara ya Uchukuzi itaendelea kukiwezesha chuo hiki ili kuhakikisha kuwa kinatimiza majukumu yake ya kuandaa wataalamu, kufanya utafiti na kutoa ushauri wa kitaalamu katika sekta ya uchukuzi na usafirishaji ili kukuza maendeleo ya taifa letu. Ninaomba nielekeze uongozi wa chuo kuendelea kutumia mapato ya ndani katika kuendeleza na kuboresha miundombinu ya chuo. Sisi serikali tutafanya wajibu wetu, lakini na nyinyi tunaomba twendeni pamoja. Wageni walikwa, mabibi na mabwana, nimefarajika kusikia kutoka kwa mwenyekiti wa baraza kuwa chuo kimeendelea kutanua wigo wa kutoa mafunzo katika sekta muhimu za uchukuzi, ikiwa ni pamoja na kujiimarisha katika njia zote za usafirishaji, yaani usafiri wa anga, majini, reli, barabara na usafiri kwa njia ya mabomba, yaani cable, ni muhimu sana. Nimefurahi pia kusikia kuwa mafunzo ya urubani yameshaanza kutolewa hapa chuoni. Hatua hii ni kubwa ambayo itapunguza gharama kubwa kwa Watanzania ambao walikuwa wanatafuta mafunzo haya nje ya nchi. Hakika hii ni hatua kubwa kwa chuo chetu na taifa kwa ujumla, na hongereni sana. Tuna kituo kizuri na cha kisasa. Kituo kile nimeambiwa kwamba kimeharimu takriban bilioni 57. Ninaomba sana, tuishukuru sana serikali kwa kuwa na maono ambayo yataleta maendeleo chanya kwenye uchumi wa nchi yetu. Taifa letu linawategemea ninyi kuwa mfano wa kuigwa katika utendaji kazi, uadilifu na kuheshimu sheria na taratibu za kazi mnazokwenda kuzifanya. Wahitimu wetu na wadau wa sekta, ninafahamu ya kuwa kuna uhitaji mkubwa wa bodi ya usajili wa wataalamu wa uchukuzi. Kwa hivyo serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo chuo cha usafirishaji iko katika hatua za kuandaa mapendekezo ya kutunga sheria ya bodi ya usajili wa wataalamu wa uchukuzi. Lengo la bodi hii ni kuwatambua, kuwasajili na kusimamia weledi na maadili ya wataalamu wa uchukuzi na usafirishaji, ili kuhakikisha kwamba kazi zote za usafirishaji zinasimamiwa na watu wenye taaluma stahili kama nyinyi. Katika zama hizi ambapo kuna mabadiliko makubwa ya teknolojia, ubunifu ni muhimu sana kwa nchi yetu katika kujenga uchumi imara na uchumi stahimilivu. Hivyo wanafunzi mnaendelea na masomo, kuweni wabunifu ili mtapomaliza masomo yenu mpate maarifa na ujuzi wa kutosha ambao utawezesha kujiajiri pasipo kutegemea sana kuajiriwa. Ni rai yangu ni kuendelea kuboresha mitaala, kuimarisha ushirikiano na sekta binafsi na kuwekeza katika utafiti na ubunifu ili kuendana na kasi ya mabadiliko ya teknolojia. Ambao wanaendelea na mafunzo ya urubani, kati yao wanafunzi 10 wameshamaliza mafunzo ya awali tunaita ground school na sasa wanaruka. Na kati hawa 10, Mheshimiwa mgeni rasmi,
7 mpaka jana wameshafanikiwa kuruka soro. Maana yake wana uwezo wa kuruka bila instructors, bila walimu. Haya ni mafanikio makubwa sana, na jinsi tunavyoendelea tunategemea kufika mwezi wa pili tunaweza tukakualika tena mgeni rasmi kuja kushuhudia wahitimu wa kwanza wa kozi ya urubani hapa Tanzania. Serikali inawekeza fedha nyingi sana katika kuendeleza miundombinu ya reli SGR na kurehabilitate TAZARA na ile meter gauge, na pia serikali imewekeza fedha nyingi sana katika shirika letu la ndege, na sasa hivi shirika la ndege lina jumla ya ndege 16, na pia serikali imeendelea kuwekeza katika kujenga meli katika maziwa makubwa pamoja na kufanya ukarabati meli za zamani, na haya yote yanahitaji wataalamu katika hii sekta. Na sisi kama Chuo cha Taifa cha Usafirishaji wenye jukumu la kuandaa hao wataalamu katika maeneo hayo, hatukukaa kimya. Kwa hiyo tumetengeneza programu mbalimbali ambazo zinatengeneza wataalamu katika haya maeneo ya reli, maeneo ya usafiri wa anga, maeneo ya usafiri wa majini, hata yale maeneo ya usafiri wa mabomba. Sasa kwa kufanya hivyo, kwa sababu programu zimeongezeka na udahili umeongezeka, Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kipindi cha miaka 5 tumeongeza udahili kwa 35.6%. Na hii itajidhihirisha leo pia wahitimu, idadi ya wahitimu inaongezeka, na sio tu kuongezeka idadi ya wahitimu, tunahakikisha kwamba hao wahitimu wanatoka wakiwa na umahiri na ujuzi ambao unahitajika na soko la ajira, hasa katika hiyo miradi ya kimkakati. Siku hii ya leo tuna mahafali ambayo ni 41, na mahafali haya tutashuhudia wanafunzi au wahitimu 4121 wakimaliza masomo yao katika ngazi mbalimbali kutoka astashahada mpaka shahada ya uzamili katika Chuo cha Taifa cha Usafirishaji. Jambo la kufurahisha pia, kati ya wahitimu hawa 38.9% ni wahitimu wa jinsia ya kike. Hili ni ongezeko la 5%. Napenda nichukue nafasi hii kuwakumbusha wahitimu kwamba mafanikio yao hayatapimwa kwa mitihani tena kama yalivyokuwa yakipimwa hapa chuoni, bali yatapimwa kwa viwango na ufanisi katika utendaji wa kazi. Hivyo niwahimize kukumbuka majukumu yao, kuyafanya kwa ufasaha, kujituma, ubunifu na nidhamu na uadilifu. Wahitimu, ninaomba niwaase tena, unaweza ukawa una first class, lakini ukikosa nidhamu na uadilifu, ile first class yako haiwezi kuonekana.